Wa bil munasaba, na kwa munasaba huu wa kuzungumza mambo haya ala za muziki, nataka nitoe nasaha zangu kwa Waislamu na hasa Ahlus Sunna. Pamoja na kwamba uovu huu umeenea sana, hebu tuuepushe uovu huu katika maeneo yetu, katika majumba yetu. Tuepushe mambo ya muziki, tusiweke muziki. Hakuna muziki ya Kiislamu maadamu ni sauti zenye ala za muziki. Hayo ni mambo ya sheitani. Hakuna muziki ya Kiislamu kwamba ukaweka taarabu ukajua kwamba huu muziki wa Waswahili wa Waislamu, kwa kuwa uko ndani labda baadhi ya mashairi yanataja ya Rabbi, sijui yataja nini, mashairi mazuri ya kukuliwaza, au ukaweka muziki yenye mashairi ya Kiarabu. Waarabu pia wanaimba muziki. Kwa hiyo kwa kuzungumza Kiarabu haiwi kwamba ndio muziki wa Kiislamu. Zile maazif tayari ni haramu. Au kwa lugha nyingine yoyote, tuyaepushe majumba yetu na muziki. Waislamu wengi mubtalun bil aghani. Waislamu wengi wallahi wamejaribiwa na muziki hivi sasa, na hasa hizi simu zimeleta balaa kubwa. Kadhalika haya TV na vingamuzi ambavyo tuko navyo majumbani na madishi, balaa limekuwa kubwa kwenye mambo ya muziki. Na tasnia ya muziki sasa imefanyiwa promotion, imeonekana ni kazi kubwa yenye kuweza kuwaajiri vijana na kuwatoa kimaisha, si tu burudani. Kwa hivyo watu wengi wameelekea huko na balaa lake ni kubwa. Ukamkuta mtu ametulia na earphone, si kama anasikiza mawaidha au Qur'an. Wallahi pana wengine wanasikiliza muziki. Lakini pia tuziepushe shughuli zetu mbalimbali, maharusi yetu tuiepushe na muziki, ili balaa limekuwa kubwa sasa kwenye harusi nyingi za Waislamu. Bali tuna ripoti mbalimbali harusi za masalafi zina muziki, sio hapa Moshi tu na maeneo mengi, na tumekuwa tukikataza sana, lakini watu hawakomi. Tunaweka semina, tunafanya mihadharat, bali wallahi watu wameandika vitabu kuhusiana na al-maazif vya Kiswahili, uharamu wake, lakini watu hawaelewi bwana. Muziki inaingia katika jamii zetu. Hili jambo watu wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Haifai muziki kwa lugha yoyote ile. Ukishako kuna mdundo, una gitaa, una piano, una drums, una vinanda, haifai, ni haramu. Katika ala za muziki iliyohusishwa na sheria kufaa kwake ni ad-duf, ni dufu peke yake. Wanakubaliana wanawachuoni, dufu ni katika ala za kutoa mdundo, lakinahu mukhassas, lakini dufu limehusishwa kufaa kwake linnisa, tena kwa wanawake katika munasabati za urs wal a'yad, minasaba ya harusi na sikukuu. Wanawake wanaweza wakapiga dufu, na dufu linaelezwa, dufu ni ile iliyowambwa kwa upande mmoja na upande wa pili uko wazi, ukaiwamba kwa ngozi, au kwa sasa hivi pana vifaa, kuna plastiki za kisasa kama ngozi lakini plastiki, wanaiwamba pale. Basi ikipigwa inatoa sauti na upande wa pili iko wazi, haijafunikwa huku na huku, ikawa ni tabl. Ile ni tabl. Tabl haifai. Kile kigoma ambacho kinatumika na bendi nyingi za ngoma za asili, ambacho kimefunikwa huku na huku, dufu inajulikana twari, na linakuwa halina chekeche wala chochote, ni ngozi ipigwe ilie. Hili wameruhusiwa wanawake katika munasabati na si vinginevyo. Lakini balaa limekuwa kubwa na watu wamejitia pamba kwenye masikio katika mambo haya. Kwa munasaba huu niwape nasaha zangu Waislamu juu ya jambo hili. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Luqman, ukisoma suratul Luqman aya ya 6, Allah anasema wa minan nasi man yashtari lahu alhadith liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Allah anasema kwenye aya hii, wa minan nasi man yashtari lahu alhadith, na kuna katika watu, wanasema mufassirun, watu hawa ni watu waovu, shirarun nas. Watu hawa waliotajwa hapa kama wanavyosema
Sheikh al-Mufassirin al-Imam Ibn Jarir at-Tabari, watu waliotajwa hapa ni watu waovu. Wa minan nasi, na kuna katika watu, man yashtari lahu al-hadith, yuko yule ambaye ananunua maneno ya pumbao, ananunua maneno ya kupumbaza yasiyokuwa na maana, liyudhilla an-nasa an sabilillah, liyudhilla an sabilillah, kwa ajili ya kupoteza na njia Allah subhanahu wa ta'ala, bighairi ilmi, basi na elimu. Liyudhilla an sabilillah bighairi ilmin, kwa ajili apotoshe na njia Allah subhanahu wa ta'ala basi na elimu yoyote. Kisha Allah anasema wayattakhidha huzwa, na anazifanya hizo aya za Allah kuwa ni upuuzi tu, sukhria. Allah anamalizia aya hii, ulaika lahum adhabun muhin, watu hao wanawao adhabu yenye kudhalilisha. Watu ambao wananunua vitu vya upuuzi ili wapotoshe, wawatoe watu katika njia ya Allah basi na ilmu, na kuzifanya ayati za Qur'ani ni upumbavu na ni mzaha, watu hao wana adhabu yenye kudhalilisha. Aya hii katika sura Luqman, barakallahu fikum, ambayo ni aya 6, ukimsoma al-Imam Ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake, huwa Sheikh al-Mufassirin, amenukuu kutoka kwa masahaba wawili kwa sanad, dhakara bisanadihi an Ibn Mas'ud ibn Abbas, kataja kwa isnadi mpaka kwa Abdullah bin Mas'ud na Abdullah bin Abbas. Wao wanasema lahu alhadith fil aya, hilo pumbao la maneno kwenye aya ya sura Luqman, wanasema alghina, ni mziki. Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Abbas. Ibn Jarir ananukuu kwa sanad, masahaba hao wametafsiri aya hii kwamba mwenye kununua maneno ya pumbao ili kuwatoa watu kwenye dini ya Allah, maneno ya pumbao kwenye aya hii ni mziki. Masahaba bora wawili wanasema hivyo. Bal waqala Jabir, Ibn Jarir akaongeza na amesema Jabir ibn Abdullah, sahaba mwingine watatu, qala huwa alghina'u walistima'u lahu, maneno ya pumbao hapa ni mziki na kuusikiliza huo mziki. Unaingia katika aya hii, ukiupiga na ukikaa kuusikiliza, umeingia katika waovu hawa ambao wametajwa na aya hii. Bali katika Sahih Bukhari, barakallahu fikum, hatari ya muziki, hadithi ya Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, mtume anasema la yakunanna aqwamun, na hadithi inazungumzia akhiru zaman, mwisho wa zama, ina matamko mengi. Hili ni baadhi ya matamko yake. La yakunanna aqwamun, watakuja kupatikana watu ambao yastahilluna alhira, wanahalalisha uzinifu, walharira, na hariri, nguo za hariri kwa wanaume, walkhamra, na wanahalalisha pombe, walmaazif, na ala za muziki. Mtume alayhi salam katika hadithi hii ya Abi Malik inda al-Bukhari ametoa bishara na utabiri wa kuja kudhihiri watu waovu katika umma huu, watahalalisha mambo ya haramu. Miongoni mwa mambo ambayo wataona yanafaa ni tupu, watahalalisha uzinifu, itakuwa ni biashara, na watu wakawa wanafanya dhahiri shahiri. Naambia ukienda pale utawakuta makahaba wapo wela yako tu, wala hawana wasiwasi. Lakini pia hariri, vazi hili ni haramu kwa wanaume wa Kiislamu. Kuna watu watavaa, watahalalisha. Kuna watakaohalalisha pombe kwa kusema inatoa mawazo, inapunguza stressi, inaburudisha. Pombe itazungumzwa katika lugha kama hiyo. Walmaazif, na ala za muziki. Watu watapiga muziki bwana. Kwa nini? Tuna furaha. Kwa nini? Tuna harusi. Kwa nini? Tuna kitchen party sijui. Tuna birthday leo. Watapiga muziki katika minasabati ya harusi, ya birthday, ya kitchen party, bila kuwa na wasiwasi, kama vile ni halali. Haya yamebashiriwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watakuja watu hawa waovu. Sasa sijui bado watakuja au washakuja. Nyinyi mnaonaje? Tuko akhiri zaman, hali yetu ni mbaya, tumuombeeni Allah salama. Lakini hadithi ya Anas inda Imam Ahmad
rahimahullahu ta'ala. Anas radhiyallahu anhu ananukuu kutoka Mtume alayhi salam kwamba Mtume anasema sautani mal'unani, sauti mbili zimelaaniwa. Sikilizeni vizuri watu wa muziki. Sautani mal'unan, sauti mbili zimelaaniwa, zina laana ndani yake, fi dunya wal akhirah. Mtume anasema katika hadithi ya Anas, katika dunia na akhirah. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema mizmaru inda ni'mati, ni sauti ya zumari kwenye neema, mdundo wa zumari kwenye neema. Neema ni katika minasaba ya furaha, usitie laana. Mfano wenyewe mna harusi yenu, harusi ni khairi, ni ibada, mbona mnaitia laana? Mnapotia midundo hiyo ni laana. Kwa hadithi ya Anas kwamba sauti mbili zimelaaniwa hapa duniani na akhira. Bimaana kama wanavyosema shurah, na watu wenye kuziandama sauti mbili hizi mal'unun, nao pia wamelaaniwa. Haya, nani mwenye kupenda laana au mwenzake yalaaniwe? Mizmarun inda ni'mati, ni sauti ya zumari wakati wa neema, wakati wa furaha, wakati wa shibe. Mmevuna mazao ya kutosha, biashara imeenda, umeuza kwa faida, sijui umepata mtoto au harusi, ukaona sasa kuleta burudani ni kupiga mziki. Kama mwenyewe anasema hebu tujiachie bwana, tujiachie, tujipe raha jipe mwenyewe. Watu wanaachia ngoma hapo? Hapana. Warannatun inda musibati, sauti ya pili iliyolaaniwa na kengele. Tumesoma hapa na kengele katika msiba. Pana watu pia walikuwa wakipiga kengele katika jahilia kwenye misiba. Leo misiba ina mfano wa kengele. Kuna nyimbo za kuomboleza, zile nyimbo za msibani. Hili jambo wanalo sana Wakristo, wenyewe wana nyimbo zao za msibani. Na kwa Waislamu pia yako mahurafi, hata hapa kwetu yapo nyumba ya msiba. Wale mama zetu wana nyimbo zao, wanaimba tu, wakifika msibani ni kulia na kuimba. Ngamia kapanda majabali, ilikuwa kiimba sana bibi zetu hapa Uswahilini. Ngamia ataimbwa hapo, ajulikane ngamia gani, jabali lipi kapanda. Lakini utakuta nyumba nzima inaimba nyimbo kama hizi na nyingine nyingi. Ngamia wa mtume huyo kapanda jabalini na nini. Hakuna mambo haya katika misiba ya Kiislamu, yanafanywa. Ashahid barakallahu fikum, ni mambo haya ya muziki. Sasa hili jambo limekithiri kwa wingi sana. Masikitiko yetu ni kwamba sasa linaingia kwenye jamii ya masalafi bila haya. Kila wanapokatazwa, hasa wanawake, wamekuwa na shari katika mlango huu. Na mimi nakushauri kuwa na tabia kukagua simu ya hali yako. Wallahi nakushauri sio bwege. Kuwa na tabia hiyo, toa password hapa kwa kushtukiza. Utakutana na habari kule ndani. Utakuta vibao. Wasikiza taarabu wale. Wengi wao wasikiza manashidi ya Waarabu, wasanii kabisa. Muziki yasikilizwa. Fanya utaratibu huu, peleka na saa. Kwa sababu sumu hizi zinaanza kuingia taratibu kwenye safu zetu. Leo harusi za Kiislamu haziendeki. Nataka niwaambie, ziko harusi za masalafi haziendeki. Mtatulaumu tukizuia familia zetu kwenye harusi zenu. Mnakwenda kuwasikilizisha wake zetu mkarati. Mtatulaumu, haturuhusu, undugu utavunjika, hatutaangaliana usoni, na itafikia mahala rududi zitakuwa ngumu hapa. Utakimbia kuswali hapa. Mpaka lini sasa? Tufundishe mpaka lini? Tuzungumze vipi? Bado kwenye sherehe za kisalafi mnaleta muziki. Na mnaambiwa mnafanya ujeuri. Baadhi wanaambiwa wanazimeni huo muziki. Jeuri. Mwanamke salafi anatoa jeuri. Hakuna jambo baya kama hilo. Wanasihiwa kwenye mambo kama haya, wanaleta ujeuri. Bali maneno ya kashfa unaozungumza viongozi katika baadhi ya maeneo yametokea hayo kwa sababu tu ya muziki. Nyinyi wanaume msio madayuth ambao ahali zenu wanaandaa mambo haya. Chukueni nafasi zenu katika majumba. Na kuna wanawake fulani wamejiwekea kama ni halali kwao. Hawa watakaoondoka wacha waondoke, wanaonekana mviherehere kwenye dini, wanatashdidi. Lakini haya tunayoyasoma hayamhusu fulani wala fulani, na nyinyi yanawahusu. Mimi sizungumzii harusi za hapa Moshi peke yake. Maeneo mengi harusi zetu zimevuka mipaka. Ni kwa sababu ya huu bantu. Labda tunajua kila Kiarabu ni Qur'ani. Mimi wakati mwingine nasema labda ni ujinga.
wenyewe kajiziki hapo la Kiarabu, habibi si nini. Sasa si ndio hayo Waswahili huku kina Ngurumo wanasema mpenzi, wale Waarabu wanasema habibi, si ndio hayo. Sasa ni kile Kiarabu kimewapumbaza kuona kwamba inawezekana. La. Na hizi makasida ya makhurafi haya ya kuhusu harusi yenye miziki ya kila aina, maana makhurafi wenyewe siku hizi wala hawapigi dufu peke yake, wana record studio, mdundo unatengenezwa na mashine. Makhurafi wamefikia huko sasa, wanaingia studio kama wanavyoingia wasanii wengine wa muziki, wakatengenezewa instrumento wakaimba. Au wengine makhurafi wana bendi zao za kutumbuiza, bendi na piano, wana vinanda hapo, wana kila kitu, wanapiga na kuimba muziki. Sasa hata kama wenye kuimba wamevaa kanzu, wamevaa vilemba, wamevaa mabaibui, wamevaa mitandio, ni muziki tu. Hii laana hii mnatuletea ya kuandaa hafla zenu, mkaweka maspika, mkaandaa ma DJ, alafu mkatoa lugha za dharau ilmu na da'wa. Kama mimi ninawapa muda watu hawa, hasa katika mji huu, wallahi ninawapa muda, nikihisi bado ni wajinga, utakuja kufanya harusi na mke wako wewe peke yako, na tutakutahadharisha alana, tutakutaja hapa harusi ya familia fulani Ahlus Sunna msiende, kwa sababu ujeuri wenu umekithiri. Na Allah anawaumbua watu waovu, kila unachokifanya tunakipata. Hata maneno ya dharau ya kuwadharau maimamu uliowazungumza tunayo sisi, mlivyokosa adabu. Haya mambo yanafanyika miji na miji mingine. Ila mata mimi binafsi tutatoa nasaha, tutataja baadhi ya familia hapa. Hatukubali kutiwa aibu katika harusi zetu. Maharusi yanafanyika ya Ahlus Sunna wal Jamaa, watu wanarekodiana, watoto wanapostiwa kwenye mitandao, tunashtukizwa watoto wetu wamepostiwa wanacheza, wako uchi na makeup zao. Ila aina tadhhabuna antum, aina tadhhabun? Mbona mnakabidhi sherehe zenu watu waovu, wanawadhalilisha watoto wetu? Malakum antum mughafaluna antum, mmeghafilika kiasi hicho? Haya mambo hayakubaliki. Huu munasaba huu nimeutumia kwa sababu haya mambo kila uchao yanazidi. Utapata tukio hili mpaka unajiuliza, sasa hizi harusi mimi nichukue hukumu gani? Mbona watu majahili hivi mtaelewa lini nyinyi dini? Alafu ni hawa watu wenye kuwa mbali na kuhudhuria darasa, ni wenye tabia hizi. Watu wenye kuhudhuria madarasa kila siku wanabadilika. Ndio maana ninalilia sana mimi, Allah tuwafikie kituo chetu cha wanawake kiwe tayari wanawake hawa wasome. Wanawake wana ujinga sana. Ninakwenda mbele wakati mwingine ninarudi nyuma, na wahurumie wajinga, kwa sababu hao walionao hawawezi kuwasomesha, wamekuwa dhaifu, wanaogopa. Hata kama ni munkari wanauona, mtu hawezi kuchukua maamuzi, katulia tu, sasa nitafanyaje, ndio shoga yangu yuko tu hapo. Kuna siku wataviwa pombe hawa, kuna siku watarudi nyumbani kutoka maholini wamelewa hawa. Maana mambo yanaanza hivi. Kila nikitafakari naona ni ujinga. Hebu shughulikieni hizi maraki za wanawake zimalizike, angalau tutafute sababu tuwasomeshe hawa wake zetu, dada zetu, shangazi zetu, mabinti zetu. Hebu tuwasomesheni, pengine wakaelewa, au likapatikana kundi lenye kheri likazuia munkarati hizi. Lakini katika mambo haya pamekuwa na shari kubwa. Sasa wewe angalia mfano darasa hili tu, kengele tu katika msafara, safarini, sio kwenye shughuli, malaika wanaondoka. Hebu niambie muziki kheri gani itabakia hapo? Na ujeuri juu. Unajua ungepiga muziki, unajua umefanya, na ujeuri juu unaambiwa bwana sio bwana, wewe kama hawataki waende zao. Yaani wanatokea watu, kuna sio wanaambiwa kama hawataki waende zao. Watu wanaona waondoke wasiharibu shughuli ya watu. Kweli mmefikia huko? Nasaha zangu kwa sisi Ahlus Sunna wal Jamaa, tuliangalie jambo hili. Kila nikiangalia nusus za uharamu wa muziki, utaona muziki imeambatanishwa na yale madhambi makubwa: zina, khamr, pombe na muziki. Alafu watu wanachukulia jambo dogo. Mimi mara nyingi nikiona hivyo najua kule kudharau dhambi hili kumeanzia mbali, sio pale kwenye maholi au viwanjani. Pengine hili jambo la muziki limedharulika kuanzia majumbani. Itakuwa hawa watoto wetu au ahali zetu wanasikiliza muziki na sisi tunajua na tunawapotezea, na ndio maana wanaona ni kawaida. Hata maeneo ya watu wengine hawana haya. Sikwambii tabia za kukata viuno kwenye shughuli, wanawake wanakatika viuno vile
vya wale watu waovu. Hakuna uchezaji huo. Na mfano mambo haya, badilikeni. Yale yanayofaa katika dini yetu yapo tele na ni mazuri wallahi. Mtapiga dufu nyinyi, mtaimba nyimbo zenu, hamjakatazwa kujipamba kwa mapambo ya halali mkapendeza, mkawa sehemu ya faragha wanawake wenyewe nyinyi wenyewe. Mbona harusi za Kiislamu nzuri tu, mnajiachia vizuri tu, kwa nini mnaingiza haramu katika furaha za halali? Ndio ninaposhangaa mimi. Kwani mmeambiwa harusi za Waislamu ni msiba? Pigeni dufu, imbeni na binti zenu, rukeni. Yafaa hayo. Kwa nini tunatia haramu? Mambo haya nimeyazungumza maalum kwa sababu upuuzi huu unapenya taratibu kupitia kikundi cha wanawake washari wachache sana, wanataka kutuharibia jamii yetu ya wanawake. Sisi tutakubali jambo hili kwa uchache. Mimi sitakubali jambo hili. Itafikia mahali tutatajana hapa, nawaambia, nitawataja hapa na kuwatahadharisha, msituharibie wanawake na watoto wetu. Wallahi nitawataja hapa kwa majina yenu na baba zenu. Msikanyage nyumba ya fulani kwenye sherehe zake. Nitakutaja na ufanye lolote kwa sababu ya dini ya Allah. Lakini naona bado mapema. Ila hivi mnavyotupeleka hivi, nitawatajeni hapa. Najua watu wa haki wakiwajua hawatoleta familia zao kwenye shughuli zenu. Mtawapata washenzi wenzenu. Watu wa rangi moja uruka pamoja. Wako watu mnafanana nao watakuja kwenye mambo yenu. Atuyuru ala ashkaliha taka. Lakini wako wanawake salafiyat wa ahlus sunna hamtowapata. Lakini tubuni kwa Allah kabla kufikia huko. Hili nazungumza ni ujumbe wa hapa Moshi, sijui Arusha, sijui Dar es Salaam, sijui Tanga. Hili jambo linaripotiwa kutoka kwenye maeneo mengi, na wengine wanafanya makubwa kuliko hata hiyo muziki. Wanawaposti watoto wao kwenye mitandao, wanaonekana. Juzi ilikuwa harusi fulani, binti anaonekana kama ni yeye kamposti mwenyewe au mashoga zake au watu walioalika, ndio ujue hali ni mbaya. Sio kama nyinyi hamjui, mnajitia hamnazo tu. Kama habari mtakuwa nazo mimi au unakosa, mnazo nyingi tu, lakini mnachekelea. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam.